Imetuchukua kilomita zaidi ya 20 hadi vijiji vya Boni na Bare kutoka mji wa Boso Dioulasso, vijiji vinavyozalisha pamba aina ya BT kwa mafanikio makubwa kwa wakulima, na huu ni uzalishaji wa pamba unaokidhi vigezo vya kimataifa. Na hayo ndio mafanikio ambayo tumeona. Hapa ni vikundi 4 na pamba inaonekana hapa. Vikundi 4 vya watu 20. Kwa hiyo unazungumzia watu kama 80 hivi kwa marundo yote haya pamba yaliyopo hapa. Kwa hiyo mimi nitoa wito kwa wananchi, kwa wakulima wa pamba wa Tanzania, lakini hasa wale wa mkoa wa Geita, kwamba tutoke sasa kwenye kilimo cha kutumia mbegu zile ambazo zina manyoya. Wenzetu sasa wameziacha zile na wameingia kwenye mbegu hizi za kisasa ambazo ziko modified na matunda yake yameonekana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwamba tuingie sasa kwenye kilimo cha contract na manufaa yake wenzetu wametuonyesha na wametueleza, na sisi wenyewe binafsi kwa kweli tumeona na tumeridhika. Pamba inayozalishwa nchini Burkina Faso imeipandisha nchi hii kuwa miongoni mwa nchi 3 kubwa barani Afrika kuzalisha pamba yenye ubora duniani, huku kaimu mkurugenzi wa mazao nchini Vitus Malema anawahakikishia wananchi wa bonde la Songwe ni Chunya mkoani Mbeya hatima yao ya kuendelea kulima zao hili la pamba. Kama tukianza kutumia BT cotton, tutakuwa na fursa kuweza kulima pamba katika maeneo ambayo tulikuwa tunaona kwamba yanawezekana mkubwa sana kuathiriwa na mfunza mwekundu red bollworm. Na mara tutakapokuwa mchakato umeshafikia sasa kwamba tunaruhusiwa sasa kutumia BT cotton, ningeshauri sana wakulima tuweze kuzingatia na wakulima wao wasikivu, sio swala tu la kulalamika tu kwamba sisi. Udhibiti na upatikanaji wa pamba bora umekuwa ukifanywa na Bodi ya Pamba Tanzania, namna ya wakulima wanavyopaswa kuifanya pamba ya Tanzania iwe na ushindani katika soko la dunia. Hivi vinawezekana, lakini tufike mahali sasa tuone ukweli uko wapi katika hili. Kwa sababu tusipojua ukweli, matokeo yake tutaendelea kuwa maskini na uzalishaji utaendelea kuwa usio wa tija. Sasa hivi tunang'ang'ania kutumia mbegu ambazo zimepitwa na wakati. Unaniambia mbegu za manyoya ambazo uzalishaji wake uko chini kilo 230 kwa 300 kwa ekari. Kweli tutafika? Uzalishaji wa wakulima wa Burkina Faso uko juu sana, kwa sababu mbegu zao kwamba wanabadilisha wanalima mbegu zingine kuliko sisi wa Tanzania. Kwa kweli kama hali hii ikifika Tanzania, kwa kweli wakulima wote tutakuwa tumetajirika. Na kutoka hapa Wagadugu, Burkina Faso, mimi ni Osache wa TBC.